tujue Nahjul Balagha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Katika maneno ya Amirul Mu'minin, tukiendelea na hikam hii nzuri 269, Amirul Mu'minin anaendelea kusema, mtu wa pili, amilun amila fi dunya lima ba'daha. Amilun amila fi dunya lima ba'daha, faja'ahu alladhi lahu min ad-dunya bighayri amalin فأحرز الحظين معا وملك الزادين جميعا فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجتان فيمنعه. ما شاء الله. Mtendaji wa pili Amirul Mu'minin anasema, mtafutaji wa pili ambao tunatakiwa tuwe katika nafasi hii, amilun amila fi dunya lima ba'daha, mtafutaji ambaye ametafuta duniani lakini si kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya akhera. Ametafuta utajiri. Utajiri ule kazi yake nini? Kuwasaidia maskini, kuwasaidia wasiojiweza. Utajiri wake nini ule? Kujenga misikiti. Utajiri wake nini ule? Kuwalipa maustazi wa madrasa ambao wanatusomeshea watoto wetu. Utajiri wake ambao ameutafuta duniani si kwa ajili ya mambo ya ovyo, si kwa ajili ya mambo ambayo la yusmin wala yughni min juu', mambo ambayo hayana faida. Japo mwingine atayaona na faida, lakini mbele ya Mungu hayana faida. Utajiri ambao ameutafuta duniani kwa ajili ya kutengeneza akhira yake, huyu mtafutaji wa pili Amirul Mu'minin anasema, amilun amila fi dunya lima ba'daha, ametafuta, ametenda kwenye dunia, lakini kwa nini? Kwa ajili ya akhira, kwa ajili ya baadaye, kwa ajili ya maisha baada ya duniani. Faja'ahu alladhi lahu min ad-dunya bighairi amal, kwa kufanya kazi kwake kule, kufanya kazi kwa ajili ya akhera, Mwenyezi Mungu akamfungulia dunia vile vile, akampa kile anachotaka duniani. Kwa hiyo akapata dunia na ataenda kupata akhera. Amirul Mu'minin anasema, fa ahradha alhadhaini ma'an, akapata hadhi, utukufu wote mwili. Akapata utukufu duniani, lakini vile vile ataenda kupata utukufu akhera. Fa ahradha hadhaini ma'an wa malaka zadaini jami'an, akamiliki ziada, zawadi mbili hapa duniani, na kesho akhira atakuwa na zawadi nzuri ya kuibeba kwenda nayo mbele ya Mungu. Mungu akimuuliza, vipi uliipata mali yako na vipi uliutumia, atakuwa na majibu, niliipata kwa njia ya halali na nikaitumia katika matumizi ambayo ewe Mungu unayaridhia. Nilitumia mali hii kuwasomesha watoto wangu, kuwasaidia watoto wa maskini ambao hawana uwezo wa kujisomesha, kulipa fee za vijana ambao wamefukuzwa mashuleni hawana fee, kuzitengeneza nyumba zako zilizoharibika, misikiti. Nimetumia mali hiyo katika kufanya mambo haya ya kheri ambayo ndiyo yamenifikisha hapa. Fa asbaha wajihan inda Allah, mtu huyu akawa mbele ya Mwenyezi Mungu ni uso, ni mtu ambaye Mungu anamkubali. Na ukifikia hatua hiyo, la yas'alullaha hajatan fayamna'uhu, akawa ni mtu ambaye haombi lolote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa Mungu humpatia mtu huyo. Mtu ambaye amechuma katika dunia kwa ajili ya baada ya dunia, kwa ajili ya akhira. Utajiri ameutafuta. Hatusemi kwamba watu wasitafute mali, tutakiwa tutafute mali tena nyingi. Mungu ndiye anavyosema, wala tansa nasibaka, usisahau na sehemu yako. Wala tansa
nasibaka, usisahau na sehemu yako hapa duniani. Tafuta dunia, lakini unaitafutaje? Kwa kila njia ya halali na ya haram? La, uitafute dunia kwa njia ya halali, kwa njia ambayo Mungu anairidhia, lakini vile vile uitumie kwa njia ambayo Mungu anairidhia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.